Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yanalindwa na hii amri kuu ya Mungu ambayo ni upendo. Amri hii ya Mungu ambayo ni upendo, ambayo ndani ya upendo tumeandikiwa mambo mengi sana kuhusu upendo. Sema amen. Sema tena amen. Tumeandikiwa mambo mengi. Upendo uvumilia, hauhesabu mabaya, usiri wingi wa dhambi, haukosi kuwa na adabu. Kuna wanawake wengine, kweli wanaume wengi ni wadhaifu katika mambo mbalimbali. Umemuona mume wako kwa mfano hajaokoka. Siongelee wanaume waliookoka. Wanaume waliookoka wanaijua nini haki ya Mungu. Lakini pengine unaishi na mwanaume hajamjua Mungu na unamjua Mungu. Ukamkuta anatongoza. Yeye kwenye maisha yake hana mpaka. Hana mpaka. Sasa ukimkuta anatongoza hadharani, unamwona leo nimemfumania, leo nimemkuta. Kuna jambo la kumstari. Sio viko mkabe pale mbele ya watu unamchania na shati. Unajifanyaga mteule, leo nimekupata. Kuna mambo yataharibika. Utamharibu kabisa yule mtu. Utamharibu. Kweli makosa ni yake, lakini ataona umemkosea adabu. Ataona. Lakini wewe unaweza ukapita ukamwangalia na ukamsalimia, baba fulani za leo, afu kaenda. Ataishia pale pale zoezi lake na atarudi nyumbani anawashwashwa mdomoni. Mke wangu unaendeleaje? Hivi mama fulani, utashangaa unajua tu huyu tayari anajua nimemjua dhambi yake. Na atasubiri useme kitu. Hakuna kitu kinachoumizaga mwanaume kama umemkuta ana tatizo alafu umsemeshe. Anaumia sana, anakuwa anawaza mke anawaza nini? Anawaza nini ndani yake? Anawaza gani ndani yake? Bwana aseme kitu na aliona kabisa nimefanya kitu kibaya. Wewe nampa adabu. Na unaweza ukashangaa mwenyewe akakuahidi nitabadilika. Nitakuwa mtu mzuri. Hata yale masononeko yako unayoonyesha yatagusa moyo wake. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ya nini? Upendo. Kuvumilia. Kwani moyoni unaumia, lakini ndio upendo sasa, uvumilia. Ndio upendo sasa. Hauhesabu mabaya. Unamshika mkeo unamwambia, "Haya leo ni mara ya ngapi?" Kila siku kosa lako ndio hili, juzi vile, juzi ile vile, juzi ile vile, juzi ile vile. Ndoa nyingi zinaharibika na kuyumba kwa sababu ya upendo haupo. Watu wengi wanamwacha Mungu leo kwa sababu ya hii amri ya upendo haipo kwenye maisha yao. Ndio maana ukija kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana anasema, kumbuka ulipouacha upendo wa kwanza. Yaani namna watu wanavyompenda Mungu leo sivyo kama walivyoanza. Kuna hata Mungu anapenda kupendwa, hata Mungu. Yaani upendo ni kiungo ambacho kiko kwenye kila kiumbe chenye uhai. Mungu anasema kumbuka jinsi ulivyopokea mwanzo. Ni wapi umeuacha upendo wako wa kwanza? Uliokuwa unakufanya ukianza kumwabudu Mungu mpaka unapiga magoti, hujari umevaa suti ama umevaa nguo ya milioni au ya laki ama ya nini, hujari umevaa nguo nyeupe ama nyeusi, unapiga magoti, hujari unalala fudifudi, unamwomba Mungu, unalia mpaka machozi mengine atafuata baadaye. Ule upendo leo haupo. Mtu anaabudu macho makavu, moyo wake hauna vijito vya machozi, umekauka. Yuko ibadani anawaza nyumbani. Yuko nyumbani anawaza mahali. Akili hazipo kwenye ibada. Anakuwa na wasiwasi, ibada isha haraka, ibada isha haraka. Ndugu yangu, kama umedhamiria kwenda mbinguni, sema amen. Lazima upendo iwe ni amri inayoongoza.